Mwananchi anapokwenda sokoni kununua mchele, sukari au maharage au matunda, anatarajia kupata kiwango halisi cha bidhaa alicholipia. Lakini sasa hivi bado kuna wizi ambao unafanyika. Mzani badala ya kusoma kilo moja unasoma kabla kilo moja kidogo, na unakuwa adjusted makusudi. Mtu wa namna hii ni mwizi kama walivyo wezi wengine, na kama anatakiwa kupelekwa mahakamani, huyu anatakiwa adhabu yake iwe miaka mingi zaidi, kwa sababu wewe ndio uliyesema unauza 2000, halafu tena katika 2000 hiyo hiyo tena unanikata tena. Na hii tabia imo hata humu Kariakoo kwa wafanyabiashara, ipo Tanzania yote kwa wafanyabiashara, ipo kwa mtu ambaye sio mfanyabiashara, tabia ya kuiba bidhaa kwa kutumia mizani. Sasa huo ni utajiri ambao hauna utofauti hata kidogo. Narudia tena, juzi mmesikia taarifa aliyoitoa Sakapu Mlilo ambaye ni ZPC wa kanda maalum ya Dar es Salaam kuhusiana na kijana wetu ambaye alitoweka, anaitwa Bwana Temba, ambaye alikuwa anasoma IFM. Mmeona kitu ambacho kimefanyika. Wale jamaa zetu wamemkamata kijana, wamemchinja, wakaona haitoshi, wakatoa vitu vya ndani kwamba vitawasaidia mambo ya figo, maini. Wakaona haiwezekani, wakakata kichwa, wakagawana kwamba ukiwa na kichwa hiki wewe utakuwa tajiri. Ukiona mwanadamu umefikia hatua hiyo ya kudhani kwamba utajiri ni mpaka umwage damu ya mtu, wewe ni shetani uliokithiri. Sasa hiyo ndio tabia tulionayo. Kwa wizi kwenye mafuta, nafikiri wakala vipimo wanafanya pia calculation kwenye masuala ya magari, kuangalia matenki yanabebaje mafuta. Mnafanya vipimo hivyo kwenye matipa, mnakwenda vipimo hivyo kwenye mizani ya kawaida na kadhalika na kadhalika. Unaambiwa bwana, hii ni kilo kadhaa, hizi ni zinabeba cubic meter kadhaa, lakini at the end unakuta hakuna cubic meter zile. Pesa hiyo unayoipata siku zitakapotimia lazima utaitapika, kwa sababu uliyemwibia anatoa machozi. Ukikuta mtu wa chini anaanza kulia, a normal person is crying, anarusha machozi yake chini, halafu wewe na familia yako mnafarijika, mnafurahi kwamba mnakuwa, utakuja kupigwa na kansa ambayo hujawahi kuielewa, utapigwa na stroke ambayo hujawahi kuielewa, utapigwa na homa ya ini ambayo hujawahi kuielewa, kwa sababu ya utapeli wa kuzitaka fedha zisizo za kwako. Kwa hiyo ndugu zangu wafanyabiashara mlioko hapa, pamoja na ninyi wote ambao tunasimamia, ifike wakati msipende sana dhuluma. Dhuluma sio nzuri, dhuluma zinatesa. Dar es Salaam ni kitovu cha biashara hapa nchini. Maelfu ya wananchi huingia katika masoko yetu kila siku wakiamini kuwa watapata huduma bora za bidhaa sahihi kwa thamani halisi ya fedha walizotoa, na kwa wajibu wetu tuhakikishe kuwa imani hiyo inalindwa wakati wote. Ukiwa mzuri wa kuiba, ujue na wewe kuna siku utaibiwa, na kwa bahati mbaya siku ya kuibiwa hautaijua. Hata yule anayekupimia unga, sukari, akiiba ni kibaka, na anastahili kubatizwa jina la kibaka. Kwa hiyo sina hakika kwamba hapa Kariakoo eneo tuliopo pana vibaka wa vipimo, lakini nitoe rai kwamba wote kwa pamoja tuwakatae vibaka hawa ambao huwaibia Watanzania kwa maslahi yao binafsi. Kwa tunapoelekea katika kilele cha siku ya vipimo duniani tarehe 20 Mei, natoa rai kwa wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam kutumia kipindi hiki kujielimisha kuhusu umuhimu wa vipimo sahihi katika maisha yetu na katika biashara zetu kwa ujumla wake. Suala la vipimo si la mfanyabiashara peke yake, linamhusu kila mwananchi, kwa kuwa kila mmoja wetu ni mlaji wa bidhaa au huduma fulani. Kipimo kinapotolewa kwa usawa, haki inapatikana. Hiki kitendo ambacho mkuu wetu wa mkoa umetuletea mizani hii, maana yake ni ishara ya serikali ya Daktari Samia
kupitia wewe kama mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, mnasimamia uwepo wa usawa wa biashara katika nchi yetu. Sisi wana Dar es Salaam na wana Ilala tunatambua haki inapatikana kila mahala, kwenye biashara, kwenye maisha, kwenye watoto. Hata kwa watoto wetu, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Rais ameleta haki. Watoto leo hii wanasoma elimu bure. Wananchi tunaomba mtuunge mkono, wafanyabiashara tunaomba mtuunge mkono, na wanunuzi ambao wateja, sisi tuko tayari kulinda maslahi yenu. Tunalinda maslahi ya mfanyabiashara, tunalinda maslahi ya mnunuzi. Kwa hiyo sio kama tuna base sehemu moja, sisi tuko katikati. Kazi yetu ni kutenda haki. Mizani hii tunaomba sisi itumike kama mfano, maana utakapogawa itumike sehemu ambapo ipo, itumike kama mfano. Mwananchi mwingine anaweza kuja kuona mzani kama huu akaununua kama huo, lakini pia itatumika kama bado hana mzani, inaweza kaja kutumika kupimia sehemu ambapo mzani. Lakini pia kuna hii midogo, hii midogo ni mizani mizuri sana. Sisi kazi yetu ni kuzihakiki tu zipime vizuri.